Naam, ni Jahara sehemu ya pili ambapo mazungumzo bado yanaendelea. Kipindi ni Mlimani leo asubuhi. Mimi naitwa Shaban Maulidi. Baada ya kuzungumza na Dr. Mohamed Omari Mago kutoka Chuo Kikuu Huria, sasa bado tunaendelea kutoa elimu ikiwa katika Jahara sehemu ya pili. Tutakwenda kutazama kinachoendelea katika mkoa wa Lindi. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, jana tuweza kuzungumza hapa kuelekea tamasha la utamaduni wa Tanzania ambapo tunaambiwa litakuwa kati ya tarehe 25 na tarehe 28 mwezi huu katika kijiji cha Makumbusho. Na leo tumepata ugeni hapa wa mkuu wa mkoa husika ambao utakuwa wenyeji wa tamasha hilo. Nazungumzia mkoa wa Lindi. Tupo na Mheshimiwa Godfrey Zambi ambaye ni mkuu wa mkoa wa Lindi. Karibu sana. Asante sana Shaban. Na habari za asubuhi? Njema sana. Majukumu yanakwenda vizuri? Nashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Safi, karibu Dar es Salaam tena. Asante sana. Nashukuru sana. Huenda ulikuwa ushapata nafasi ya kukaa hapa, ukaenda Lindi, umerudi tena. Yaani Dar es Salaam nimefanya kazi hapa. Labda story yangu fupi. Nimefanya kazi Tazara. Nimefanya kazi na mamlaka ya hali ya hewa. Nimefanya kazi chuo cha Dar es Salaam. Na nimesoma chuo cha Dar es Salaam. Kwa mimi Dar es Salaam ni nyumbani. Bila shaka unaweza kuwa unafahamu mengi zaidi kuhusiana na mkoa wa Dar es Salaam, lakini vile vile sasa hivi upo Lindi, kuna tofauti kidogo na Dar es Salaam. Ni kweli. Kuna tofauti gani ambazo umezikuta kule Lindi, labda Dar es Salaam ulikuwa kuna vitu ambavyo ulikuwa uvione viko Lindi kule? Bwana Shaban, ni wazi kwamba unapozungumza Dar es Salaam ni kama unazungumza Tanzania. Dar es Salaam mbali ya kwamba sasa makao makuu ni Dodoma, lakini huwezi kuzungumza Tanzania ukaiacha Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio mji wa kibiashara katika nchi hii. Bado masuala ya kibalozi katika nchi yako bado Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam unaweza kuita ni cosmopolitan. Yaani Watanzania makabila yote na shughuli zote kuu ziko Dar es Salaam. Kwa hiyo Dar es Salaam ni zaidi kuliko mkoa mwingine wote katika nchi hii. Kwa hiyo ni tofauti kubwa kabisa kwamba unaweza kukuta kila kitu unachokihitaji katika. Ukikosa kitu chochote hapa Dar es Salaam, nafasi kwamba unaweza kukuta katika mkoa mwingine inakuwa chache sana. Kwa hiyo Dar es Salaam ni mji mkubwa katika nchi yetu kwa idadi tu ya watu, na huwezi kusema pia kama nilivyosema ukasema wananchi walioko Dar es Salaam ni Wazaramo peke yake. Hakuna uwezekana, mchanganyiko umekuwa mkubwa zaidi kiasi kwamba hata Wazaramo wenyewe sasa inawezekana wanapotea kidogo ni wachache sana. Kwa hiyo ni tofauti kubwa zaidi, lakini Lindi ni mkoa wa kilimo. Dar es Salaam ni kama mkoa labda wa shughuli nyingi zaidi za viwanda na biashara, lakini sisi kule ni mkoa wa kilimo kwa sehemu kubwa. Dar es Salaam najua wanafanya shughuli za uvuvi, na sisi kule tuna bahari. Ukanda wa bahari ni mkubwa, tunafanya shughuli za uvuvi kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo hizo ni tofauti kubwa zaidi, kwamba ingawa usawa ni kwamba yote ni mikoa ambayo uko ukanda wa pwani. Hali ya hewa ni karibu vile inafanana, kwa kuna tofauti sana. Hayo ndio ninayoweza kusema kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Lindi. Na umezungumzia kuhusiana na mkoa wa Lindi kwamba ni mkoa ambao shughuli kubwa ambazo zinafanyika kule na masuala ya kilimo. Na nataka kufahamu kwamba kilimo ndio kinaweza kuwa kinachangia kwa kiasi kikubwa pato la mkoa wa Lindi, ama kuna shughuli nyingine ambayo inachangia pato zaidi? Kwa hakika sisi unapozungumza kilimo ndio kila kitu. Kilimo ndio kila kitu kwa sababu kwa mfano korosho sisi tunazalisha tani, mwaka jana niseme tumezalisha tani karibu 75,000 ambazo ziliungizia mkoa na wananchi wale takriban bilioni 200 na kwenye 94 hivi. Kwa ni kiwango kikubwa sana cha pesa ambazo zimeingia katika mkoa wetu wa Lindi kupitia. Na katika hizo kwa mfano halmashauri zetu peke yake katika mkoa wa Lindi kupitia kodi ya korosho zimeingiza takriban bilioni karibu 11. Kwa hiyo sio pesa kidogo pia ambazo zimeenda kwenye halmashauri zetu. Lakini pia na vyama vya ushirika na wenyewe pia zimepata pesa. Lakini na wananchi na wenyewe wamechangia kwenye upande wa elimu kupitia hela wanazochangia karibu shilingi 30 kwa kila kilo kuchangia elimu. Zimechangwa takriban zaidi ya bilioni 1 ambazo zimechangwa na wananchi kupitia mchango wa shilingi 30 kwa kilo. Kwa hiyo niseme shughuli kubwa sisi kwa mkoa wa Lindi kwa kweli ni kilimo. Baada ya korosho tunazao kama ufuta ambalo mwaka huu pia limetuingizia zaidi takriban bilioni karibu zaidi ya 80 kupitia mauzo ya ufuta ambayo tulizalisha zaidi ya tani karibu 40,000. Tunazao jingine kwa mfano zao la mhogo ambao pia linalimwa, na sasa hivi tunajenga kiwanda cha kuprocess mhogo. Ni eneo jingine ambalo pia tunajivunia. Kama nilivyosema tuna mazao kama mbaazi, tuna mazao kama alizeti ambayo na yenyewe tunazalisha kwa kiwango kikubwa.
lakini tuna mazao kama mpunga, mahindi, choroko na nini. Kwa hiyo mkoa wetu kama nilivyosema, tuna zao la nazi kwa mfano. Mkoa wetu ni moja ya mikoa mikubwa inayolima zao la nazi kwa upande mkubwa, kwa sehemu kubwa sana. Ukienda eneo moja inaitwa Ng'apa, au ukienda huko Tanzania, huko nchi nyingine za ukiona pale ni minazi. Lakini kutoka eneo la Mnazi Mmoja mpaka unafika Mtama hapa katikati bado naona minazi tu. Kwa ujumla mkoa wetu umebarikiwa na kwa shughuli za kilimo, na nimesema kwa zaidi ya 90% ya pato la wananchi wa Lindi inatokana na shughuli za kilimo. Kwa hiyo ndio shughuli kubwa sana. Tuna shughuli nyingine kama za machimbo ya madini. Tuna machimbo ya jasi kwa mfano ambayo yanapatikana eneo la Kilwa, maeneo zaidi ya Kiranjeranje ndio maarufu sana. Tuna sasa hivi tunategemea tuanze kuchimba madini ya graphite au madini ya kime. Tuna dhahabu kule na Chingwea. Tuna madini ya kutengenezea baruti ambayo yanapatikana sana, na sasa hivi pia kinajengwa kiwanda kwa ajili ya kutengeneza milipuko na mambo mengine mengi. Mkoa wetu ni madini pia yako mahali pengine. Hatujachimbua kwa maana ya kuchimbua sana kiasi kwamba unaona pato moja kwa moja, lakini yale hasa kama jasi bado yanachangia kwa kiwango fulani, na hasa wilaya ya Kilwa inafaidika kwa kiwango. Lakini pia tuna shughuli kwa mfano za gesi ambazo tunajua gesi imegunduliwa kule Songosongo wilaya ya Kilwa, lakini pia tuna gesi nyingi ambayo imegunduliwa katika bahari ya mkoa wetu wa Lindi, TCF karibu milioni 56. Ni gesi nyingi sana ambayo wanasema kama tungetaka tuitumie kama taifa wenyewe bila kufikiri kuiuza tutakapoanza kuichimbua, pengine tungeweza kuitumia zaidi ya miaka 400. Sasa inakuwa haina faida. Kwa hiyo tunataka tuichimbue tukiingia mikataba na baadhi ya makampuni ya kimataifa. Hapo nafikiri na sisi kama nchi pia tunataka faida kwa sehemu kubwa. Tutauza nje, lakini kama nchi tutafaidika sana. Naam, hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana katika mkoa wa Lindi, lakini kuna kipindi kulikuwa kuna harakati kubwa sana ya kuweza kulinua zao la korosho, na mpaka likapewa jina lingine kwamba ile inaitwa dhahabu ya kijani. Sasa mchango wa zao la korosho ama hatua gani ambazo zinafanyika sasa kuweza kuliboresha zaidi na zaidi ili litoke kule ambapo lilipokuwa liwe zao ambalo lina thamani kubwa kama ambavyo sasa hivi watu wanajaribu kulipandisha thamani kwa kulita dhahabu ya kijani? Bado sisi tunasema dhahabu ni korosho ni dhahabu ya kijani, tunasema itunze ikutunze. Mimi nilipoenda Lindi mwaka 2016 uzalishaji haukuwa mkubwa sana. Kwa jambo kubwa ambalo au mkazo mkubwa tuliweka kwenye korosho ni kumtaka kila mtu azalishe korosho, na kwa sababu korosho katika mkoa wa Lindi karibu inastawi kila pahali, ukiondoa maeneo machache sana, wilaya zote 5 zinazalisha korosho. Kwa hiyo tumetia bidii, tumewahamasisha wananchi watunze, wazalishe zaidi, watunze iliyopo, wapalilie mashamba, na waliitika sana. Ndio sababu naona uzalishaji msimu wa 15-16 umepanda kutoka kilo au tani 28,000 kufika mwaka jana tumepata tani 75,000. Kwa ongezeko limekuwa kubwa sana, na mwaka huu kama mvua isingeharibu maua pengine tungekuwa tunazungumzia kufika tani zaidi ya 100,000 kwa mwaka. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tumetia mkazo na tunaendelea, lakini kubwa jingine zaidi tunatumia chuo cha Naliendele ambacho pia na sisi mkoa wa Lindi tunatawi kule na Chingwea. Tunatumia kwa ajili ya kuzalisha mbegu za kisasa zaidi na bora zaidi, kiasi kwamba mkulima akizipeleka shambani akilima vizuri nafuata maelekezo ya wataalamu, uzalishaji wake ni mkubwa sana. Mti mmoja unaweza ukatoa ukavuna kati ya kilo 20 mpaka kilo 60, lakini mche uliotunzwa vizuri unaweza kufika mpaka kilo 50-60. Kwa hiyo tunakitumia sana chuo chetu cha Naliendele tawi la Nachingwea kwa ajili ya kuboresha miti na tuweze kuzalisha zaidi. Na katika miaka hii miwili pia tumesambaza miche sana. Mwaka juzi tulisambaza miche takriban milioni 1 kwa wakulima ya korosho. Na mwaka jana tumesambaza karibu miche milioni 4.5 kwa wakulima. Sasa yote hii itachangia, moja, tunaboresha miche, tunapeleka miche iliyozalishwa iliyotafitiwa vizuri. Pili, tunaongeza usambazaji, na kwa maana hiyo tunatarajia mavuno zaidi. Miaka 2-3 ijayo tunategemea mkoa wa Lindi tufike zaidi ya tani 1,100,000 mpaka 2,000. Nadhani tunakimbia kwa kweli sasa hivi. Na mnataka mkoa utoke kule katika uzalishaji ule wa kawaida, kwamba watu kuna kipindi walikuwa wanazalisha tu kawaida. Nimeshazoeleka kwamba ili zao ni la huku, kwa watu wanafanya tu kawaida,
njia za kitaalamu zaidi ziweze kutumika? Moja, tumejitahidi sana kuwaweka maafisa ugani karibu na wakulima. Hakuna zao lolote na kubwa la kibiashara kama korosho ambalo mkulima anaweza kujizalishia tu. Kwa hiyo na zao hili pia na lenyewe kama ilivyo mazao mengine yanakabiliwa na magonjwa. Sasa hivi kwa mfano tunakabiliwa na ugonjwa wa mnyauko ufudhali wa zao letu la korosho ambao wataalamu sasa hivi ndio wanahangaika sana kuhakikisha kwamba wanakabiliana nalo. Kwa hiyo tunawaweka wagani jirani sana na wakulima, wawafundishe mbinu bora za kulima, wawafundishe hata namna gani ya kupuliza dawa zile zinazofaa kupuliza. Tuna sulfa ya unga, tuna dawa za maji za kukabiliana na magonjwa mbalimbali. Lakini wajue pia hata misimu yenyewe ya kufanya, maana unaweza kupuliza msimu ambao sio wako kutafia kwamba hupati faida kubwa sana. Lakini hata pale inapoanguka kuna namna ya uokotaji, namna utunzaji wake. Unapoipeleka gulioni, namna ya kuichambua ikawa nzuri, kuigrade ikawa kwenye madaraja mbalimbali. Kwa hiyo yote haya yanahitaji utaalamu, ingawa wananchi wa Lindi ukiwaambia kuhusu korosho wenyewe wanaijua kwa zaidi ya 50%. Labda kiwango cha 50% huhitaji kuwafundisha kutumia nguvu kubwa sana, wanaelewa. Lakini bado tunasema utaalamu ni unahitajika ili wananchi waweze kuvuna kwa tija zake kuliko kuvuna kwa mazoea. Mtazamaji, bado unaendelea kutazama Mlimani TV na ni kipindi cha Mlimani leo asubuhi, Jahara sehemu ya pili ndio ambao unatazama. Mada mezani ni tathmini ya maendeleo katika mkoa wa Lindi. Umeweza kusikia mengi kuhusiana na swala zima la kilimo, lakini si kilimo tu, tumegusia sana kwenye swala la korosho ambalo lenyewe linaitwa dhahabu ya kijani. Labda tukijaribu kutupia macho katika sekta nyingine, tukianza na sekta ya afya, hali ikoje katika mkoa wa Lindi? Mkoa wa Lindi kama ilivyo mikoa mingine naamini bado huduma za afya hazijafika kwa wananchi wote. Lakini tuna hospitali kubwa kama 9 hivi na labda nizitaje chache. Tuna hospitali ya rufaa ya mkoa ya Sokoine ambayo ndio iko makao makuu ya mkoa. Tuna hospitali za wilaya. Bahati nzuri wilaya zetu zote 5 zina hospitali za wilaya kasoro wilaya ya Lindi ambapo ndio pana hospitali ya Sokoine. Lakini na Chingwea tuna hospitali ya wilaya, Ruangwa tunayo ya wilaya, Liwale tuna hospitali ya wilaya, na zote zinaitwa majina ya wilaya. Hospitali ya wilaya Liwale kasoro hospitali ya wilaya Kilwa inajulikana kama Kinyonga. Hospitali ya wilaya ya Kinyonga iko eneo la Kilwa Kivinje, eneo linaloitwa maeneo ya Singino, ndio tuna hospitali ya wilaya. Kwa wilaya ya Lindi tumepata pesa mwaka huu za kujenga hospitali ya wilaya takriban bilioni 1.5 ambayo tutaanza ujenzi mwaka huu wa fedha. Lakini tuna hospitali pia za taasisi za 70 ya maji wanaweza kupata. Kwa hiyo bado tunaendelea na tuna jitihada ya kutosha kabisa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji kama ilivyo ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inatekelezwa. Inataka wananchi 90% ya Watanzania wanaoishi mijini wapate maji safi na salama mwaka 2020 na walau asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania wanaokaa vijijini basi na wenyewe waweze kupata maji safi na salama. Tuko kwenye njia sahihi, tunaendelea. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Godfrey Zambi, najua kuna mambo mengi sana ya kuzungumza na sekta ziko nyingi za kimaendeleo katika mkoa wa Lindi, lakini ukijaribu kutazama hali ilivyo Tanzania kupitia serikali, tuna shabaha ya kufika uchumi wa kati, lakini vile vile kuweza kufika nchi kuwa ni nchi ya viwanda. Nafasi ya Lindi katika kuelekea hii azma ya taifa pamoja na serikali unaionaje? Kama nilivyosema, sisi kimsingi ni mkoa wa kilimo na huwezi ukafika viwanda katika nchi kama ya kwetu kama huzungumzi kilimo. Kwa hiyo sisi tunazungumza kilimo, tunazalisha mazao mengi ya biashara ambayo yangehitaji sasa yaweze kuongezwa thamani. Unapozungumza korosho, mpaka leo hatuna kiwanda kikubwa hata kimoja cha kuongeza korosho. Tulikuwa na viwanda vitatu vikubwa ambavyo vyote binafsishwa na baadaye ni kama vile wananchi hawakuweza kuviendeleza kuzalisha kwa maana ya kubangua korosho. Kwa hiyo unaweza kukuta 95% ya korosho zote tunazozalisha tunazipeleka nje. Kwa maana nyingine unapeleka ajira nyingi sana na mazao mengi sana yanayotokana na korosho nje ya nchi. Sisi hatufanyi. Kwa hiyo tunakazia sasa viwanda. Bali ya viwanda vidogo vilivyopo, tunazungumza na baadhi ya makampuni yawekeze katika swala zima la viwanda vikubwa.
tuna eneo la ufuta ambalo pia tunazalisha sana ufuta katika nchi, na sisi ndio mkoa wa kwanza, lakini hatuna viwanda vikubwa vya kutengeneza ufuta. Tunavyo viwanda vidogo vidogo vya chini, hivyo vinafanya kazi hiyo. Tuna alizeti tumeanza kulima, na kwenyewe pia tuna viwanda vidogo vidogo vya kutengeneza mafuta ya alizeti. Tuna viwanda vya karanga, vya kutengeneza mafuta ya karanga. Tuna viwanda, tumeanza kujenga kiwanda kwa mfano sasa hivi cha mhogo ambapo kitakamilika nadhani mwezi wa 12 kuanza uzalishaji, na viwanda vingine, lakini tunakwenda pia kwenye machimbo au migodi tunaendelea. Kwa hiyo tuna hakika ndani ya miaka 2-3 ijayo Lindi tutakuwa tunazungumza hadithi tofauti. Tunalima, lakini na viwanda vya kuprocess au kuongeza thamani au kuchakata mazao hayo na vyenyewe vitakuwa vinakuja. Usisahau kwamba tunapozungumza viwanda hivi ni viwanda vikubwa, lakini tuna viwanda vidogo zaidi ya 600 katika mkoa wetu wa Lindi. Viwanda vidogo vile tunavyo zaidi ya 600 vya kutengeneza kama nilivyosema, mafuta ya alizeti, mafuta ya karanga, mafuta ya nazi lakini pia tunatengeneza kwenye korosho tunatengeneza hata maziwa yale ya korosho, tunatengeneza juisi ya korosho na mazao mengine. Bado ni mazao machache sana katika yale mazao yanayotokana na korosho, lakini ndio mwanzo, tunaendelea vizuri. Mimi na hakika tutachangia sehemu kubwa sana katika uchumi wa viwanda wa nchi. Na Watanzania pia wakumbuke kwamba Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mheshimiwa Selemani Jafo aliagiza kila mkoa utengeneze karibu viwanda 100 katika kipindi cha mwaka mmoja, na sisi hatukubaki nyuma. Miezi mitatu iliyopita nilikagua viwanda hivi vidogo vidogo katika wilaya zote, na niliona hatua ni nzuri. Tumetengeneza viwanda, wakati huo tulikuwa tumetengeneza zaidi ya viwanda 50. Hivi ninavyozungumza nadhani tuko inawezekana kabisa zaidi ya viwanda 70 vidogo vidogo kati ya vile 100 hivyo. Kwa hiyo tunapofika mwezi wa 12 nina hakika kabisa tunataka kufikia lengo lile ambalo tuliagizwa, katika kuhakikisha kwamba mkulima huyu bidhaa anazozalisha anaziongeza thamani ili aweze kupata thamani halisi ya mazao. Na mtazamaji, ni kukumbushe tu unaendelea kutazama Mlimani TV, kipindi ni Mlimani leo asubuhi, na sehemu ni Jahara sehemu ya pili, ambapo tuko na mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Godfrey Zambi, tukiendelea kujadili masuala kadha wa kadha kuhusiana na mkoa huo. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali kwamba jana hapa tulikuwa na Flora Vincent pamoja na mzee Mohamed Makota ambao wenyewe walikuja kutupa taarifa na kutueleza kuhusiana na kile kinachoenda kufanyika katika tamasha la utamaduni wa Mtanzania pale katika kijiji cha Makumbusho, ambapo tulielezwa kwamba mkoa wa Lindi ndio utakuwa wenyeji wa tamasha hilo. Na hapa tuko na mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Godfrey Zambi. Nataka kufahamu kama mkoa sasa nyinyi mmejipangaje kuhusiana na shughuli hii? Mimi niseme ndugu Shabani, tumejipanga vizuri, na bila shaka mzee Makota mwana Lindi halisi kabisa alieleza vizuri. Tumejipanga vizuri. Maandalizi yamefika zaidi ya 90% naweza nikasema, na leo tutakuwa tunakamilisha pahali padogo. Tumeshakamilisha nyumba za makabila, utamaduni za watu wa kusini za aina mbili, moja ukanda wa pwani na nyingine ukanda wa bahari, zimeshakamilika. Baadhi ya vifaa ambavyo vilikuwa vinatumika vya asili na wananchi wa makabila hayo vimeshaanza kuwasili tangu juzi, na mpaka leo jioni tutakuwa tumepata na kukamilisha vifaa vyote ambavyo vitakuwepo pale kijiji cha Makumbusho. Na mambo mengi wananchi wenyewe wa kutoka Lindi na wengine ambao watasimulia masuala ya utamaduni, mila na desturi za watu wa kule wanafika jioni ya leo. Mambo kwa kweli sema mambo yote yako vizuri, na mimi nitumie nafasi hii kukaribisha ndugu yangu Shabani, uje uonje utamu wa utamaduni, mila na desturi za wananchi wa mkoa wetu wa Lindi. Tuko vizuri. Sawa. Na labda matamasha haya yamekuwa yakifanyika, tulielezwa kwamba matamasha takriban 21 tayari yameshafanyika kwa makabila tofauti tofauti. Labda Lindi tunafahamu kwamba utamaduni unaweza kuwa unafanana na jamii zingine za Tanzania, lakini kuna utofauti ambao upo. Nyie mna kitu gani ambacho mnasema sasa mnataka mfanye mpaka mtu ajue kwamba Lindi wamefanya kitu kikubwa cha tofauti na akavutiwa hasa kuja Lindi kuja kushuhudia kabisa kwa macho? Kwanza ndugu Shabani, niseme tamaduni, mila na desturi kila kabila wanazo, lakini ziko tofauti. Zinaweza zikawa za pwani labda zikafanana, kwa mfano jando na unyago zinaweza zikawa zinafanana, lakini kuna vionjo, unaweza kukuta kuna vionjo tofauti. Kuna wanaotengeneza labda pombe ya namna fulani,
kuna wanaopika chakula cha aina fulani, na kila pahali unaweza kukuta kuna chakula wanachopika kwenye masuala haya, hata kama wanakwenda kwa shughuli hiyo hiyo, lakini wana mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo na sisi Lindi kuna utofauti pia wa namna hiyo. Lakini pia jambo jingine kubwa kwa maana ya kwetu kule ambalo watu wangepaswa kujua ni kwamba unapozungumza mathalan vita vya Majimaji, si ndio? Watu wanajua tu Songea ndio zinazungumza sana vita vya Majimaji, lakini vita vya Majimaji kimsingi vilianza mkoa wa Lindi, wilaya ya Liwale, maeneo ya Nandete kule tarafa ya Kipatimu, na kule ndio hata kuna mahandaki makubwa kabisa ambayo watu walikuwa wanatumia kujificha kwa ajili ya kujihami na masuala yenyewe ya vita. Yako eneo linaitwa Kibata kule hiyo tarafa ya Kipatimu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo watu wanaweza wakaja kujifunza, ni jambo la tofauti kabisa wakajifunza. Lakini jambo jingine ambalo wanaweza wakaja kulifahamu wakija pale, sisi ndio tuna beach nzuri sana duniani. Beach miongoni mwa beach nzuri duniani. Then nazungumza na beach hizo nzuri. Kuna eneo la Mtoni kule wilaya ya Kilwa ambayo ni beach nzuri sana. Lakini kuna eneo la Kijiweni Lindi vijijini. Lakini hata ukija pale Lindi mjini pale, unaweza ukafika maeneo ya Mitema beach tunaita, maeneo ya Lindi mjini pale kuna fukwe nzuri sana au beach hizo nzuri sana ambazo watu wengi hawazijui. Lakini kitu kingine, ukija Lindi pale kuna eneo, ukiwa Lindi hapa mjini, ukienda ukiangalia ng'ambo tunaita Kitunda, ni kama vile huko Kivukoni unaangalia Kigamboni, na sisi iko vile ni eneo ambalo linapendeza tu kwa kuliangalia, na lile eneo kiuwekezaji pia lingefaa sana. Kwa hiyo ni eneo ambalo unaweza kusema ni la utofauti, mtu anapokuja Lindi ategemea kuliona. Lakini kuna kule Lindi kuna mambo mengi mazuri ambayo mtu anaweza kuja. Kuna kaburi la mbwa, lina historia yake nzuri. Kaburi la mbwa lina historia yake, kwamba kuna miujiza yake. Kuna mlima Ilulu huko kule na Chingwea, kuna historia yake. Wamwera walipokuwa wanakuja waliokuwa wanatoka wakiingia pale, kuna mambo walikuwa wanayafanya pale ya kimila na nini, alafu baadaye wanatawanyika kwenda maeneo waliokwenda. Yako makaburi ya Mikukuyumbu ambapo mchifu au kiongozi wa Wangindo aliwaoa Wajerumani na akamchukua mwanamke wa kizungu akamlazimisha kuishi naye. Alionyesha na yenyewe umwamba kwamba sisi sio watu wa kuonewa, tuna sisi tunaweza, hata kama alikuwa jambo zuri sana lakini alionyesha tu wale wakoloni kwamba sio sisi wa kuonewa. Ingawa tunaambiwa yule chifu hakuzana yule mama wa Kijerumani, lakini baadaye pia tunaambiwa kwamba alimuoa na vitu kama hivyo. Yako makaburi yao, ni mambo mazuri ya watu kuja kuona. Yako mambo mengi. Kuna mabaki ya pale Kilwa ambayo Wajerumani walikuwa wanayatumia na Waarabu nadhani wa mwanzo kabisa walioingia kule eneo la Kilwa Kisiwani. Ni mambo ambayo yanapendeza watu kuja kuona. Na mji wa Kilwa, watu wasahau, ndio mji ulikuwa kwanza kutumia pesa yake mwenyewe enzi hizo. Sisi kama watu wanajua mambo haya. Kwa hiyo Lindi, ndugu Shabani, tuna mambo mengi makubwa na mazuri ambayo watu wetu wanaweza wakaja kujifunza. Nisisahau mjusi mkubwa duniani tunaita dinosaur alichukuliwa maeneo ya Tendeguru kule Lindi vijijini, ambayo yuko makumbusho ya Wajerumani. Watu wanamshangaa, ni mkubwa sana. Tunaambiwa alikuwa na urefu wa zaidi ya mita 24 nadhani, na urefu wa zaidi ya mita 12. Ni mkubwa. Yani hiki vyumba kama hivi unaweza ukavijenga 100 kama hivi, labda 100 ndio uweze atoshe kumweka huyo dinosaur. Kwa hiyo kuna historia kubwa na iliyotukuka sana kwa kweli ya mkoa wa Lindi ambayo watu wanaweza kaja kuiona. Lakini muhimu jingine zaidi, sisi ni sehemu ya Seru. Unapozungumza pori la taifa la hifadhi ya Seru, 25% iko mkoa wa Lindi. Kwa hiyo ni sehemu nyingine pia nzuri ya kuingilia mkoa wetu wa Lindi na watu kuja kuona hata wanyama kutokea upande mwingine zaidi ya tu kwamba unaingilia Morogoro. Labda mkoa tusimalize uhondo wote. Mtazamaji, ukitaka kupata mambo yote hayo kwa undani kabisa, fika tu pale katika kijiji cha Makumbusho, lakini vile unaweza ukafika pale ukashawishika moja kwa moja kwenda Lindi. Umetajwa mji wa Kilwa kule, ni mji mmoja maarufu sana ulimwenguni katika masuala ya kihistoria pamoja na utamaduni wake. Kwa ukifika pale unaweza ukajifunza mambo mengi zaidi. Labda neno la mwisho kwa Watanzania kuelekea sasa kwenye tamasha. Kubwa ni waombe Watanzania na hasa Watanzania ambao wako Dar es Salaam. Watumie fursa hii kuja kuona utamaduni wa watu wa Lindi. Na sisi kauli mbiu yetu ni kwamba utamaduni wetu, urithi wetu kwa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tuwaombe sana. Na Mwalimu Nyerere aliwahi kusema taifa lisilo na utamaduni sawa sawa na taifa mufu.
sawa sawa na taifa lililokufa. Maana ili uweze kuendelea pia lazima ujitambue. Tunajitambua kupitia tamaduni zetu, mila na desturi. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wengi ambao wako Dar es Salaam, Wanalindi wenyewe, Watanzania wengine na makabila mengine waje pia wajifunze mila na desturi za watu wetu. Lakini kubwa zaidi niwaambie, ziko fursa za uwekezaji kiuchumi katika mkoa wa Lindi. Na Dar es Salaam imejaa, waje Lindi kuwekeza nafasi. Shukrani sana Asante sana Godfrey Nsambi. Mtazamaji, bila shaka unaweza kuwa umepata mambo mengi sana kuhusiana na mkoa wa Lindi, lakini haya ni kwa uchache tu ama muhtasari. Zaidi ni pale katika kijiji cha Makumbusho, tamasha la utamaduni wa Mtanzania. Ni utamaduni wa Mtanzania, kwa hiyo mtu yoyote yule unakaribishwa pale kuweza kujifunza mambo hayo. Mimi naitwa Shaban Maulidi, ambao tulikuwa pamoja katika Jahara sehemu ya kwanza. Tulikuwa na Dr. Omari Mohamed Mago ambaye anatoka Chuo Kikuu Huria, na katika Jahara sehemu ya pili tumekuwa na Mheshimiwa Godfrey Nsambi, mkuu wa mkoa wa Lindi, tukizungumza masuala kadhaa kuhusiana na mkoa huo, lakini vile vile tumegusia kuhusiana na tamasha. Ukiona mpaka mkuu wa mkoa ameweza kufika hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya tamasha hilo, bila shaka mambo yatakuwa ni mazuri pale, kwa sababu hamna kitu Tanzania ambacho hakifurahishi. Kila kitu kinavutia na kinafurahisha, ndio maana hata watalii unaona wanakuja wengi. Nikusihi tu uendelee kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Mlimani TV, bila kusahau saa 1:30 ni Dunia Duara. Uwe na wakati maridhawa.